mkombozi amepatikana. Mimi nilikuwa na matatizo katika mwili wangu, hususan nilikuwa napata ada ya mara kwa mara na maumivu wakati wa tendo. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha. Lakini sasa niko vizuri baada ya kutumia mkono wa Idi. Jua ni yule mwenye mkono imara na wenye nguvu madhubuti. Hapo sasa humpa raha Rahma na kumfanya Rahma awe na mawada tele, huku akifurahia amani ya moyo na raha ya mwili. Mwanamke mwenzangu, usiendelee kuteseka. Tumia mkono wa Idi, ndo suluhisho la matatizo yako. Mkono wa Idi ndio mpango mzima. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0712316222 au 0654861386. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam ndugu zangu, bila shaka tumekuwa tukitoa mara kwa mara klipu za hapa na pale kuadilisha umma na jamii kwa ujumla iweze kujua ubovu na uchafu wa akida za mawahabi. Na imefika wakati mchungaji huyu ambaye si mwingine ni Mwalimu Chaka, naye anasema wazi kabisa, kwa mujibu wa akida za ndugu zetu mawahabi, wao wanaitakidi ya kwamba Mwenyezi Mungu au Allah ana mikono, ana miguu, ana macho, kama jinsi ambavyo mnavyomsikia hapa. Kwa mujibu wa hawa ndugu zetu wa Kiwahabi, Allah ana mwili kabisa. Allah ana macho ya kuonekana. Allah ana muhundi, ana mguu, ana mikono miwili na mikono yake miwili yote ni ya kulia, lakini mkono wake sio kama mkono wetu, macho yake sio kama macho yetu. Anaweza akakaa, manake ana makalio, lakini sio kama ya kwetu. Yani hatuwezi tukafananisha mikono yake na mikono yetu, lakini mikono anayo, macho anayo, mguu anao, na kwenye huo mguu kuna alama ambayo kwayo Waislamu watakuja kumtambua. Kwa hiyo huu ni msimamo wa masalafu. Wenzetu hawa wengine wanaitambua, wanasema, unaona Qur'ani inaposema mikono ya Mungu inaweza ikawa kama vile tunavyosikia mikono ya serikali. Si kwamba serikali ina mikono, isipokuwa inaashiria ule uwezo. Naam. Lakini akida chafu na mbaya za namna hii zinapelekea watu kumtukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Mwalimu Chaka akasema, kwa hali hiyo, kwa kuwa Mwenyezi Mungu anakaa, maana yake ana makalio, lakini makalio yake hayafanani na yale ya kwetu. Hizi ndiyo akida chafu za mawahabi zinazopelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutukanwa katika hali za namna hiyo. Badilikeni ndugu zangu. Lakini wakati huo Mwalimu Chaka akasema, na wenzetu hawa watu wa tasawufu, wao wanasema ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mahala panapotajwa mkono, basi hapa maanishi mkono wa hakika, bali panamaanisha kama vile mtu akisema mkono wa serikali, kwa maana wakimaanisha ya kwamba nguvu na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe akili kumkichwa, ni nani unahisi atakuwa yupo sahihi katika akida, baina ya huyu ambaye anayesema Mwenyezi Mungu ana mikono,
ana miguu, anakaa juu, tena anakaa kabisa kwenye kiti. Na baina ya wale ambao wanaosema hapana, yanapokuja maneno ya namna hii yanakusudia uwezo wake Mwenyezi Mungu, yanakusudia nguvu zake Mwenyezi Mungu, yanakusudia tofauti na maana halisi ya neno linavyoweza kufasirika likaleta mfanano au likatengeneza mwili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Chaka anasema kwa mujibu wa ndugu zetu Mawahabi, Allah wao ana mwili. Swali la msingi kwako ndugu yangu unayetufuatilia, hivi unaamini kweli Mwenyezi Mungu ni mwili? Unaamini kweli Mwenyezi Mungu ana macho na masikio na mikono yake ipo upande wa kulia? Na Mwenyezi Mungu ana alama, kwa maana watu siku ya kiyama ndio watamjua Mwenyezi Mungu kwa alama hiyo iliyo katika miguu yake? Ndugu zangu, kuna hatari na hizi akida. Sasa Mkristo anapiga makofi, anasema yes, katika hali za namna hiyo tumepata dhahir shahir kabisa kwamba Mungu wa Mawahabi ana viwiliwili, ana mwili maana yake, na ana viungo, na kwa viungo hivyo vinafanya kama jinsi ambavyo wanavyofanya viumbe katika hali za namna hiyo. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ametakasika Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na mauzauza hayo. Ukiuliza nini utaambiwa yadullahi fawqa aidihim, kwa maana mtu anafasiri ya kwamba mkono wa Mungu upo juu ya mikono yao. Subhanallah. Tafsiri hii ndizo ambazo tafsiri za namna hii zinapelekea kumtukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yadullah, nini maana yake? Ili neno linakuwa na maana ya hakika? La, bali lina maana ya kimajaz. Tunaposema yadullah, maana yake quwwatullah, nguvu za Allah Subhanahu wa Ta'ala, au neema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala zipo kwa wale ambao wameshikana kwa pamoja. Mwenyezi Mungu huwamiminia neema zake, likatumika neno yadun kwa maana ya neema. Kwa mujibu wa tafsiri za dhawahir, hawa watu wanaotafsiri neno kwa neno na wanatafsiri vya juu juu, matokeo yake wanaleta shida, wanamtukanisha sasa Mwenyezi Mungu katika hali za namna hii. Ndugu zangu, amkeni. Akida ya Kiwahabi ni akida ambayo imemtengenezea Mwenyezi Mungu mwili, ni akida ambayo imempa Mwenyezi Mungu viungo, ni akida ambayo inamwabudia Allah ambaye anafanana kwa kiwango kikubwa kabisa na mwanadamu katika hali za namna hiyo. Hii ni hatari sana ndugu zangu, chukua tahadhari na genge hili. Huu ni ushirikina wa wazi kabisa katika genge hili. Epukaneni sana na ushirikina wa Mawahabi. Wakristo sasa wanapiga makofi na kuona Yesu ndo anayeabudiwa na Mawahabi, kwa sababu Yesu ni mtu na Mungu wa Mawahabi ana viungo na mwili naye ni mtu. Kwa hiyo wanaona sawa sawa tu, wanawaabudia Mawahabi na yale wanaabudia Wakristo. Ngoma draw kwa mujibu wa mchungaji Chaka katika hali za namna hiyo. Hatari sana. Inshallah biidhnillah, chukua tahadhari, tafakari mara mbili hapo ulipo sipo. Rejea katika taratibu zilizo sahihi biidhnillahil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kwa kisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi nayo mfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu tunahitaji laptop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji desktop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji kamera kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza
pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi, nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin.